Karibu mpenzi mtazamaji wetu, tuendelee na tetesi za michezo zilizojiri barani Ulaya. Tuweze kuangalia wachezaji mbalimbali ambao wanaendelea kumake headline kwenye dirisha la usajili tukielekea ufunguzi wa dirisha hilo mwezi Januari. Kwanza kabisa na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata update nyingi zaidi za kimichezo. Bonyeza hilo neno lililoandikwa subscribe. Tuanze na kule Munich, Ujerumani. Klabu ya Bayern Munich iko tayari kutoa euro milioni 43 ili kuweza kupata saini ya mchezaji na kapteni wa Manchester United Bruno Fernandes. Klabu hiyo inayoshiriki ligi ile ya Bundesliga wamekuwa wakivutiwa na mchezaji huyu ambaye ni kiungo mshambuliaji mwenye ubunifu wa kutengeneza nafasi nyingi zaidi za magoli anapokuwa uwanjani. Na klabu ya Bayern Munich wako tayari kutoa kitita cha euro milioni 43 ili kupata huduma ya mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni nahodha pia wa klabu ya Manchester United. Twende paka kule Liverpool. Hiyo ni mara baada ya kugundulika kwa mchezaji wao Alexander Isak kwamba Isak ana jeraha. Hivyo ikithibitika kuwa jeraha la Isak litamfanya akae nje kwa muda mrefu, klabu hiyo imesema kwamba itaweza kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kumshawishi mchezaji wa Bournemouth Antonio Semenyo ajiunge na wao ili kufidia pengo ila nafasi ya mchezaji wao ambaye ni Isak ambaye imesemekana ana majeraha. Kama ikithibitika atakaa kwa muda mrefu, Telegraph wanaripoti namna hiyo. Kwingineko, klabu ya West Ham wanaonyesha nia kumnunua mwezi Januari mshambuliaji wa Wolves na Norway Jorgen Strand Larsen mwenye umri wa miaka 25. Athletic Report wanaripoti kwamba klabu ya West Ham inafuatilia namna ya kumpata mchezaji huyu ili kuimarisha ile safu yao ya ushambuliaji. Kwingineko, klabu ya West Ham na AC Milan wako kwenye mazungumzo ya nia ya kuhusu kumsajili mshambuliaji wa Ujerumani Niklas Füllkrug mwenye umri wa miaka 32. Sky Sports wanaripoti kwamba West Ham na AC Milan wako kwenye hatua za kukamilisha mazungumzo hayo. Hivyo tuendelee kusikiliza, tutaendelea kupeana update zaidi. Kwingineko, klabu ya Chelsea wanatafuta kuwashinda wapinzani wao wa Ulaya katika mbio za kumsajili kiungo wa Genk na Ugiriki mwenye umri wa miaka 18 Konstantinos Karates. Timu toko na ripoti kwamba klabu ya Chelsea iko inataka kumpata kiungo huyu kinda ili kuendelea kuimarisha timu yao na kuendelea kuweka uimara katika kikosi chao. Kwingineko, klabu ya Liverpool pamoja na Manchester United ni miongoni mwa klabu kubwa zinazomfuatilia kiungo wa Lille na Ufaransa mwenye umri wa miaka 18 Ayubu Boad. County Offside wanaripoti kwamba timu zote hizi mbili zimekuwa zikituma wapelelezi wao au maskauti wao kwa ajili ya kumfuatilia Mfaransa kiungo huyu wa Ufaransa ambaye amekuwa akionyesha machachali mengi uwanjani ambayo yanaonyesha picha ya kwamba hapo baadaye anaweza akaja kuwa mmoja wa wachezaji tishio, na ndio maana vilabu hivi vimeanza kumfuatilia kwa ukaribu ili kuona kama vinaweza vikampata. Wakati huo klabu ya Chelsea bado wanaendelea kupambana na beki wao wakati Alex Disas mwenye umri wa miaka 27 kuona kama anaweza akaondoka mwezi Januari, huku klabu kadhaa zikifuatilia upatikanaji wake. Chelsea wako tayari kwenye mkakati wa kupunguza wachezaji, na moja ya wachezaji ambao wanataka kumpunguza ni Alex Disas ili waweze kuleta wachezaji wengine ambao wao wanaona watawafaa kwa project walionayo kwa mwaka huu. Kwingineko, twende paka kule Athletic Club. Winga wa Athletic Club na Hispania Nico Williams mwenye umri wa miaka 23 ambaye anavutiwa na vilabu kama vile Liverpool, Arsenal na Chelsea. Yeye amesema anataka kujiunga na klabu ya Real Madrid. Nico Williams yuko interested zaidi na klabu ya Real Madrid kuliko vilabu vingine ambavyo vinaonyesha nia ya kumtaka katika mwezi Januari. Kwingineko, twende paka kule AC Milan. AC Milan wanafuatilia mpango wa kumchukua kwa mkopo mshambuliaji wa Arsenal Gabriel Jesus mwenye umri wa miaka 28 ambaye amekuwa akisumbuliwa na majeraha ya mara kwa mara na kutokufanya asipate nafasi ya kucheza katika kikosi kile cha Atlanta. Hivyo klabu ya AC Milan wanafuatilia namna ya kuinasa saini ya mchezaji huyu walau hata kwa mkopo kama Arsenal hawatakuwa tayari kumuuza jumla. Basi hayo ndio tulionao siku ya leo. Karibu subscribe channel yetu, bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe. Bye bye.